Kero la wizi wa mifugo ambalo limewacha wenyeji wa Kiseria nuko Marigat na machungu ya kuwapoteza sio mifugo pekee bali hata maisha ya wapendwa wao limewafanya sasa kujiuliza kimbilio lao ni wapi. Atuambie ameshindwa. Tuone huyu jamaa mmoja ni ndio serikali. Hata sisi tuamini na tuheshimu. Tayari watu wamehama makwao wasijue ni lini wavamizi watarejea na kuwahangaisha. Maafisa wa polisi walioko pale kushika doria na kadhalika wale wa kukabiliana na wizi wa mifugo wakijipata hatarini. Wanaangushia miti wakikata kwa mapanga, wanatumia mawe, mahali kuna mawe wanasiweka mawe. Maaskari watu naenda na wao tunafungua, kesho yake wanafunga. Vijana ambao wanatembea pale kutoka upande wa Tiaty, kila mtu ako na silaha yake. Sasa ujiki vile kila mtu anabeba silaha hivi wakati watu wanatembea na fimbo, unashindwa ni nini inaenda kufanyika kwa saizi. Katika eneo jirani la Kerio Valley, wenyeji wanaomboleza kifo cha mtu mmoja na wengine watatu wakipata majeraha baada ya kuvamiwa na watu wanaodaiwa kuvamia wasafiri katika barabara ya Tot, Songoch na Chugor, wakiarifiwa kutorokea Tiaty. Haya ni huku serikali ikiongeza muda wa tahadhari ya kutotoka nje kwa wakazi wa Mandera kwa kipindi cha miezi mitatu zaidi. Waziri wa usalama Joseph Nkaiseri ametoa agizo kwa wenyeji wa maeneo yaliyoko kilomita 20 kwenye mpaka wa Kenya na Somalia wasitoke nje kuanzia saa 12 usiku hadi saa 12 asubuhi. Tahadhari hiyo ikitolewa mwanzo mwezi Oktoba baada ya magaidi wa Al-Shabaab kuwaua watu 12 katika hoteli ya Bisharo Mandera mjini. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.